بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1441, katika darsa ya risala al-Hawr بعد الكور للشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. tulisoma katika vikao vilivyopita asbab zinazopelekea mtu kurudi nyuma katika dini yake baada ya kuwa alikuwa katika msimamo ya sawa, bimaana mambo yake kumharibikia baada ya kuwa yalikuwa tayari yametengenea. Al-Hawr بعد الكور. قال فما هي وسائل العلاج؟ tumejua sababu. Je, ni njia zipi ambazo tutatumia ili kujinasua, iwe ni tiba kwetu sisi kutokamana na janga hili. قال أثناء ذكرنا لأسباب الحور بعد الكور، pale tulipokuwa tukitaja zile asbab za al-hawr baada al-kawr, na mtu jambo lake kuharibika baada ya kuwa limetengenea, لاحظنا بعض وسائل العلاج لهذه الظاهرة. tumeلاحظ baadhi ya njia za ilaji za kutafuta onyo pale tulipokuwa tukizungumzia zile asbab. فضعف الإيمان علاجه تقوية الإيمان. kwa mfano tukizungumzia udhaifu wa iman, alaykum salam, dawa yake ni kuitilia nguvu imani yako, na njia za kutia nguvu iman zajulikana kwa mtu kukithirisha taa na kujiepusha na maasi. والابتعاد عن الأجواء الإيمانية علاجه المحافظة على هذه الأجواء الإيمانية وزيادتها. na sababu ile tulizungumzia ya kuwa mtu akijiweka mbali na mazingira ya kiimani sababu ya kurudi nyuma, basi dawa yake ni kuwa adumu katika kujiweka kwenye mazingira ya imani na azidishe katika mazingira kama hayo. وضغط البيئة علاجه الصبر وزيادة الاستقامة واللجوء إلى الله تعالى. na dhaght anaoipata mtu kutokamana na mazingira, pressure anaoipata kutoka katika mazingira, dawa yake ni kufanya subra na kuzidi kuwa katika misimamo ya kisawa sawa na kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa amtegemea Allah, Allah atamhifadhi. وضعف التربية الذاتية علاجه الاهتمام بالتربية الذاتية وتنظيم الوقت ومجاهدة النفس. na udhaifu katika kuilea nafsi yako na dhati yako katika usawa, dawa yake ni kuwa mtu awe na ihtimam na kuilea nafsi yake na kupanga wakati wake na kupigana jihad na nafsi yake katika kuielekeza kwenye usawa. والذنوب والمعاصي علاجها التوبة والاستغفار وعدم الاستهانة بها. haya nayataja kwa kuorodhesha kwa sababu tushazungumza huko. madhambi na maasi dawa yake ni tauba na kuleta istighfar
na mtu kutodharau madhambi, mtu asidharau madhambi. Wa amma amradhu alqulub wa afatu allisan فالعلاج التخلص منها والتوبة الصادقة. أما maradhi ya nyoyo na maafa yanayotokamana na ulimi, dawa yake ni mtu awe atajiepusha na haya yanayosababisha maradhi ya moyo, na kadhalika ayamalize maradhi haya kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tauba ya kikweli kweli, tauba sadiqa. Amma as-sadiqu was-sahibu, ama rafiki sahibu mbaya, fa'ilajuhu ikhtiyaru ar-rufqati as-salihah was-sadiq as-salih. Dawa yake ni kuchagua rafiki mwema. Rafiki yako awe mwema khalas. Na haya tumeyazungumza sana tulipokuwa tuzungumzia zile asbabu. قال وهناك وسائل أخرى لعلاج الحور بعد الكور. na kuna njia nyingine za kuponya maradhi haya, alhaur baada alkaur. Tumeeleza nini maana alhaur baada alkaur? Ni kule mtu ametengenea katika jambo lake la dini, mara ghafla amegeuka, amerudi nyuma. Ziko dawa nyingine, minha, miongoni mwa dawa hizo, al-ikhlasu was-sidqu ma'a Allah ahammu asbab al-istiqamati was-salah. kuwa na ikhlas na kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu muhimu sana za mtu kusimama katika misimamo ya kisawasawa na kubakia imara katika misimamo yake, kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله, na hapa hili jambo ni muhimu sana, haswa kwa wale ambao wamedumu muda mrefu katika maasi. Kadhalika waingia watu wa uraibu. Mtu asema mimi navuta sigara siwezi kuiacha bwana. Haya maneno muhimu sana tutakayosoma sasa. Ama atumia marungi, yani sema siwezi kuyawacha, iko njia. Kadhalika anayetumia ile madude, unga ule na nini, Allah tuafu sote na tuongoze sote na ndugu zetu ambao wameingia katika janga kama hili. Iko njia ambayo lau kama utakuwa mkweli katika kuifuata, Allah atakuwafikisha kuachana nayo. Sikiliza maneno ya mwanachuoni Ibn Qayyim rahimahullah asemaje. Qala إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. Hakika si vinginevyo hupata mashaka katika kuacha vile alivyovizoea. Mtu kuacha kile alichokizoea hupata mashaka sana, na kile kitu ambacho amezoea kukifanya hupata mashaka kukiwacha. Yupi huyo? Man tarakaha li ghairi Allah, yule ambaye atawacha si kwa ajili ya Allah. Eleweni vizuri. Kwa ikiwa kwa mfano umewacha kuvuta unga kwa sababu upate kazi ya kwenda Saudia, kisha ukaikosa kazi, wewe warejea kwenye unga, hukufanya lillah. Ikiwa ulifanya tu ili kumfurahisha mtu fulani katika jamaa zako, si kwa ajili ya Allah, wallahi ni ngumu sana kubakia sawa sawa, utarudi tu, sababu kuacha kwa ajili ya Allah. Na mimi naamini kuwa mtu akiwacha kwa mfano sigara lillah, na mimi nawajua baadhi ya watu wamewacha lillah, pale pale asema kuanzia sasa atosha ya maasi, si maasi Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili, na wakawacha na wakurudi tena kabisa. Alikuwa mkweli na Allah. Mimi namjua mmoja, Allah yarhamuhu, mtu mzima
alikuwa akitumia sigara. Yeye mwenyewe anihadithia, asema siku moja anaswali, kulikuwa na mvua, akaingia mtu mvutaji sigara mwenzangu, aingia msikitini, akawa amenyeshewa kidogo na mvua. Wajua mtu akivuta sigara akinyeshewa na mvua yuanuka vibaya sana, yuanuka kushinda beberu la mbuzi, nuka kweli kweli. Sasa akaswali ubavuni mwake, na yeye wavuta sigara asema mmeshindwa kuvuta pumzi. Asema nikawa najiambia kwenye swala, mimi hivi na waudhi watu namna hii mimi, kumbe nikivuta sigara, yani jamaa huudhika wakikaa na mimi namna hii. Wallahi baada hii swala sirejelei tena, sema pakti kwa mfukoni hapa sigara. Amaliza kuswali asema ndikunja nikaikata nikaitupa, na ndio ikawa siku hiyo hapo ndio ikawa mwisho. Kwa nini? Amewacha kwa ajili ya Allah. Nisiwaudhi waislamu wenzangu. Ukiwacha kwa ajili ya Allah utadumu katika kuacha lile jambo lilolizoea kwa ajili ya Allah. Kwani kuna mangapi ambao tumeyazoea baada ya kujua kuwa ni haramu, haifai kufanya, tumeacha, na mtu akawaacha siregelee tena. Kwa hiyo haifai basi na wachana na. Asema amma man tarakaha sadiqan mukhlisan min qalbihi, ama yule ambaye amewacha kwa ikhlas, akawa mkweli ndani ya moyo wake, lillah, kwa ajili ya Allah, fa innahu la yajidu fi tarkiha mashaqqa, huyu hapati katika kuacha kile anachokiwacha mashaka. Kuna watu wamewacha kuvuta unga lillah, wallahi hawakwenda kwenye rehab, amebakia nyumbani pale, akapata tabu alizozipata mwanzo. Ndio hapa Ibn Qayyim anasema nini, illa fi awwali wahlatin, pale mwanzo peke yake aweza kupata shida, liyumtahan, ili apewe mtihani, asadiqun huwa fi tarkiha am kadhibun, ni mkweli katika kuacha ama ni muongo. fa in sabara ala tilka almashaqqati qalilan istahalat ladhatan, akiweza kusubiri katika yale mashaka anayoyapata kidogo yale ya mwanzo, basi hubadilika ikawa ni ladha kwake yeye, mpaka yale mashaka yale hubadilika ikawa furaha. Alhamdulillah, Allah ampa furaha katika moyo wake, amewacha lillah. Kwa dhambi ukiiacha kwa ajili ya Allah, wallahi Allah atakupa tawfiki utaiacha, lakini kuwa mkweli na Allah subhanahu. Usiwache kwa sababu watu wasema uache, watu tu wasema basi mimi nawacha kwa ajili ya watu. Wacha kwa ajili ya Allah. Na hii haimaanishi endelea, basi endelea mpaka iwe kwa ajili, ndio uache kwa ajili ya Allah. Saa hii unapojua kuwa ni kosa, uacha kwa ajili ya Allah. Usiwache kwa ajili ya watu, wacha kwa ajili ya Allah. Usiwache kwa ajili ya kazi, wacha kwa ajili ya Allah. Usiwache kwa sababu mkeo anakuambia uache tu, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo kwa uwezo wa Allah utadumu katika misimamo ya kisawasawa lillah. Mimi nawacha hii, wallahi nawacha leo ndio mwisho wangu, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, namuogopa Allah. Kwa hivyo katika ilaji kubwa ambayo ni ponyo, haina shaka ndani yake, ya maradhi ya maasi, ni mtu kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wacha, lakini uache uwe mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Thania, alkhawfu min su'il khatima, kuogopea mwisho mbaya. Kule kuogopea mwisho mbaya kunakusaidia wewe katika kujiepusha na maasi. فالمؤمن الصادق لا بد أن يخاف من سوء الخاتمة ويحذر من أسبابها. مؤمن مكويلي لازم ataogopa mwisho mbaya na atatahadhari sana kutokamana na sababu zinazompelekea yeye katika kuishia mwisho mbaya. Kwa sababu al-idman al-maasi, mtu kudumu na kuwa ni jambo la kawaida kwake kufanya maasi,
ni miongoni mwa sababu zitakazompelekea yeye kuishia vibaya hapa duniani. Wangapi katika watu ambao wameishi katika maasi wakafa katika hayo maasi wanaoishi nayo? Wangapi? Wengine waimba, mshaona nyinyi, msikia muimbaji fulani amekufa huko apiga gita ndio roho yatolewa pale, ndio ashakufa, aenda kumlekea Mola wake. Jambo lake la mwisho alilofanya muimbaji apiga gita. Wengine wangapi katika ndugu zetu ambao wamekufa wajidunga sindano ya madawa ya kulevya, overdose waambiwa, amejidunga imepita kiwango, mara huyo ndio amelala kabisa, amki tena, ashafariki mpaka siku ya kiyama. Sasa hili jambo ukiliweka mbele ya macho yako kuwa yawezekana kuwa haya maasi ninayoyafanya ikawa ndio mwisho wangu huu, ikawa mwisho mbaya, huwezi kukaribia hili jambo. Qala Allah Ta'ala an Yusuf alayhi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Mtume wa Allah amuomba Allah amfishe katika Uislamu, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. وبكى سفيان الثوري رحمه الله ليلة حتى الصباح. usiku mmoja Sufyan الثوري رحمه الله alilia kuanzia usiku mpaka asubuhi kapambauka, alia. falamma saaluhu qala, walipomuuliza kwa nini akasema, inma abki khawfa su'il khatima, mimi nalia kwa sababu naogopa isije nikapata mwisho mbaya. Huyu mwema alia namna hiyo. Sufyan ath-Thawri imam min a'immat al-hadith, ni mtu wa khairi, ni mtu wa ibada, ni mtu wa ilmu, na juu yake ajiogopea nafsi yake kutokamana na mwisho mbaya. Kwa hiyo yule anayefanya maasi ya mimbabi aula, akiogopa su'ul khatima, amali zake zitatengenea. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه المشقة أبدا، أن تصحبه الشفقة أبدا. واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا، يعني الخوف. jua kuwa yatakikana au yampasa mja awe daima katika hofu, yani yasuhubiana hofu na yeye katika maisha yake. liannahu la yadri ala ma yamut, kwa sababu hajui atakufia vipi, atakufia katika Uislamu ama atakufia katika jambo gani. wabima yukhtamu lahu, na hajui atakhitimishiwa na hitimisho gani. wa ala ma yalqa Allah azza wa jalla, na atakutana na lipi kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa in amila kulla amalin min alkhair, hata akifanya kila amali ya khair, pamoja na kuwa yafanya khairi, atakikana aogope sana su'ul khatima. wal khawfu min su'il khatima lahu nataijuhu alkathira, na mtu kuwa na hofu na mwisho mbaya ina natija nyingi sana nzuri. فهو يدفع المرأة للتسليم لله والتوجه له بالدعاء. mtu akiingiwa na hofu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kuogopa mwisho mbaya, itamsukuma yeye katika kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua. Amuombe sana Allah kuwa abakie na adumu katika imani mpaka atakapoondoka. Ndio kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa daima akisema, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. وهو يدعو للاجتهاد في الطاعة وزيادة الاستقامة والصلاح وخوف التراجع والنكوس. كذلك kuogopa mwisho mbaya humlingania mtu katika kujitahidi katika taa na kuzidi katika istiqama yake, katika msimamo ya sawa yake na kutengenea. Kadhalika yampelekea kuwa na hofu kutokamana na kurudi nyuma.
aogopa asije karudi nyuma. Hizi zote na nyinginezo nyingi ni katika natija nzuri zinazotokamana na mtu kuogopa mwisho mbaya. Kwa mtu kuogopa mwisho mbaya yampelekea yeye katika hizi natija nyingi nzuri na kumfanya abakie katika misimamo ya kisawasawa. Kuna sababu nyingine amezitaja, insha Allah taala, Allah akituwezesha tutajaribu kuzimalizia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.